Nego
yoke, malani do yoke, malani do yoke, goroya kwa itene, ni kwenda kwaranĩria nawe, ni kwenda kwaranĩria nawe, ni kwenda kwaranĩria nawe, goroya kwa itene, ndũgĩũke mwathani ndũgĩũke, ndũgĩũke mwathani ndũgĩũke, ndũgĩũke mwathani ndũgĩũke, ngoro yakwa ĩkene.
na Mwokozi wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Ni siku nyingine njema Bwana ametupa kuja kwa nyumba yake. Na sijui kama unasikia vile mimi usikia wakati naenda kanisani huwa na furaha sana. Nakumbuka vile mwandishi wa Zaburi alisema nilifurahi waliponiambia twende kwa nyumba ya Bwana. Kwa sababu hata alisema ati hakuna kitu kama kuna kitu ambacho mimi ningetaka zaidi ya vyote ni kuwa nyumba ya Bwana siku zote za maisha yangu. Ndio niweze kuona uzuri wa Bwana Mungu na pia niweze kutafakari hapo kwenye maskani yake. Kwa hiyo ni maskani nzuri hii ambayo tunakuja. Lakini wengine bado hawajasaidika kujua umuhimu. Utasikia mtu amekosa kuja kanisa kwa sababu yoyote. Nikaona ni mvua iko karibu kunyesha, si ndio? Nilikuwa natoka, dada yangu akakuja. Shangazi wangu akakuja. Jana si rais alikuwa hapa. Hao watu walikuwa kama kulikuwa kunanyesha wangekosa kwenda. Kwa sababu anajua ati tuacha twende. Haya. Siku ya leo tunaangalia somo letu la 4 na tunaambiwa ni kutembea. Na leo tunasema ni kutembea kwa sababu mlango mwenyewe ni mrefu na pia somo lenyewe ni nzuri na ni nzito. Lina uzito wake. Kwa hivyo nikaona niweke sehemu mbili. Ya kwanza Mungu akutusaidia wiki ijayo ya pili. Simeona kila kitu kile tumeona tuliona ya kwamba kwanza utambulisho wetu tujijue. Si ndio somo la kwanza? Alafu tumeketishwa na pia tumejazwa, si ndio? Tukijua mahali tumeketi. Wewe fikiri rais wetu mahali anaketi na wale watu wanaketi hapo na yeye ni watu wa hapa Sabasaba. Umeona mtu yeyote washiko mnakuwa na yeye soko wameketi na yeye hapo? Hakuna. Tujue hivyo. Huo ndio utambulisho wetu. Tumeketi naye na tumeambiwa kusudi lake na furaha ya Bwana Mungu ni atujaze sisi na yeye mwenyewe. Siku ya leo watu wengi wanataka kujazwa na pesa, si ndio? Kama ningekuwa na pesa. Hata nikasikia mhubiri mmoja akasema ningetaka hivyo. Kama ningekuwa kama mhubiri fulani, ati ningekuwa naoga na nyama. Unasikia? Yaani anaona vile angekuwa akikula nyama mpaka sasa. Hiyo sio muhimu. Si nyama tu utafura tu mwili, si ndio? Na utoe ile nini inakuwa hapa nyuma, yale mafuta yanakaa hapa nyuma. Dan. Atukigeuka, nasikia uwezo kageuka hivi lazima ugeuke mwili wote. Kama kifaru. Kama kifaru, hata kiboko nafikiri kinageuka hivyo. Sasa hiyo ndio unasikia mtu angetamani ati akule nyama kama fulani. Lakini kujazwa ndio muhimu sana, ati Mungu yuko pamoja nasi. Leo tunaona hii sehemu ya pili sehemu ambayo inaitwa sasa kutembea. Leo tutaona sehemu ya kwanza. Kwa sababu tukiwa tunajijua sisi ni akina nani na tumeketishwa na tumekubali kuketi na kujazwa. Sasa basi tutakuwa watu wa aina gani? Tutaonekana watu wa aina gani? Hawa watu ambao wameketishwa na rais hapo katika jukwaa si watu utawakuta huku barabarani wamelewa. Kweli? Ama ni watu wanajua mahali pao, si ndio? Sasa hiyo ndio tunaambiwa kutembea. Basi tutatembea namna gani?
si kutembea tu kwa miguu, ni maisha. Tabia zetu zitakuwa namna gani? Tutakuwa watu aina gani? Haya, leo tunasoma mambo niliona hapa, niliyopata ni mambo matatu tu. Kwa hivyo leo somo litakuwa fupi natumaini, lakini ni nzito. Kwanza, utambulisho. Hebu tusome mstari wa kwanza mpaka wa 3 tafadhali. Kwa Efeso 4:1 mpaka 3. Utambulisho. Kwa sababu nimeona ni kama ni muhimu sana tujue utambulisho huu ni aina gani tena. Kwa hiyo nawasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyo ustahili wito wenu mlioitwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Amen. Ni utambulisho mwingine tena tunaona. Na ni ajabu. Paulo alipoandika wakati fulani alisema yeye ni mtume. Yaani habari ambazo anazo si zake. Hasemi mimi kama Paulo. Hapana, anasema kama mtume. Hapa tena sasa, na mbeleni akasema ya kwamba mimi ambaye ni mfungwa wa Yesu Kristo. Tena hapa leo tena anasema mfungwa wa Bwana Yesu. Na tukasoma na tukaelewa maana ya mfungwa. Mfungwa anasikia hakuna kitu amekataa. Si ni kweli? Mimi nilifungwa kidogo, ilikuwa kizuizi cha polisi, sijafungwa gerezani. Lakini nasikia gerezani, nilisikia na mtu alieleza vile alipofika. Ati kukaribishwa aliambiwa, wewe Wadan umekuja, wewe unaitwa Wadan. Uliniona huko kwenu nikija kukuchukua? Akajibu aje? Hapana afande. Si lazima useme afande. Basi ujue mimi sikujua. Ni watu wenyu wamechoka na nyinyi, na wewe wamekuleta kwangu. Na mimi nitafanya kazi nikunyoroshe urudi tena kwa nikufanye nini? Kwa hivyo unaambiwa mambo ya ajabu. Sasa na wanapitia mateso, lakini anakubali kwa sababu sasa hana lake. Na umesikia huyo mtu vile amesema, wewe watu wengi walishindwa na nyinyi, na wewe ndio sababu uko hapa. Na sasa akiwa mfungwa wa Bwana Yesu anasema kwa njia nyingine ya kwamba si yeye. Hata akijitambulisha anasema mimi ni mfungwa. Lakini siku ya leo vile washiko walitaja, mimi naitwa Reverend Joseph Mwangi Moiruri. Mimi naitwa Reverend, mimi naitwa Bishop. Si ndio anasema? Mimi na mmoja mahali tulikuwa akasema mimi naitwa Bishop, akabadilisha akasema Archbishop. Alisahau ya kwamba yeye ni Archbishop. Lakini Paulo anasema yeye ni nini? Mfungwa. Akasema hata kati ya watakatifu mimi ni mimi mdogo. Unasikia washiko? Mimi ni mimi mdogo kabisa. Lakini katika udogo huo wake Mungu akamtumia kwa njia ya ajabu. Kuna wale wengine ambao waliona sisi ni Wayahudi, lakini tulisoma mahali Wayahudi walikuwa wataki kuambatana na watu wa mataifa, lakini yeye akaambiwa na Mungu, nitakutuma kwa watu wa mataifa. Akasema sawa, na akajitoa. Kwa hivyo hebu tujue hivyo, na tunaambiwa hivi basi katika utambulisho wake kama mfungwa. Unasikia yale amefungwa aseme, anasema ya kwamba na wasihi na waomba
Nakumbuka miaka mingi imepita, labda 30. Kuna mhubiri mmoja alihubiri mahali tulikuwa, alikuwa anahubiri katika Warumi 12. Akasema vile Paulo alisema ya kwamba na wasihi muitoe miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Akasema kusihi ndiyo lugha ya mwisho ya kutafadhalisha. Ile tafadhali, ukiisema tafadhali yote ni kusihi mtu. Ya kwamba si ile tafadhali, tafadhali na kusihi. Yaani na kuomba na nguvu zangu zote. Hivyo ndivyo ana maana hapa, akatusihi ya kwamba tuenende ipasavyo wetu wito. Tumeitwa na tuenende sawa sawa na hivyo tumeitwa, yale tumeitiwa. Na mtu mmoja akasema si kuitwa tu tumeitwa, kuna mahali ambao kuna mwito, kuna ule ametuita. Tujue huyo nani ametuita ili tutembee ambavyo inapaswa. Na nasema hivi basi, kutembea huku kwetu basi tutakuwa hivi. Kwanza tuwe wanyenyekevu sana. Ati unyenyekevu hapo Washiko amesoma unyenyekevu wote. Yaani unyenyekea ni nini? Ni kujikosa, si ndio? Wadana akikwambia wewe keti hapo, unamwambia wewe keti kwanza, si ndio? Lakini siku ya leo si ndio hiyo, iko tofauti hiyo. Unakumbuka wakati tulikuwa na ordination, kitu cha ajabu kilitokea Si chakula, kuna mahali wale wachungaji walienda kukulia Washiko. Sasa Wadana wakaketi hapo, na alipo mahali aliketi alikuwa na chakula Si chakula kinaletwa, na mhubiri mmoja akaketi hapo. Lakini yule alikuwa amebeba chakula, alifahamu nani? Wadana. Wadana ni mhubiri, ni pastor. Sasa alikuja akampa sahani yake kwanza. Mhubiri akashindwa, ala, kumbe hivyo ndivyo. Si ndio nilisikia wimbo unasema hivyo vivyo kunafanya nini? Kunaendaga, si ndio wimbo unasema? Yaani yeye Wadana ambaye hakuwa hata mhubiri moja, nikasikia amekasirika ati Wadana amekuja huko wahubiri wako wakiwa na huyo anaitwa Ndongo na mtu mwingine hawajui ati hao wanakuja huko. Lakini Paulo yeye anasema tuwe wenye, huo ndio unyenyekevu. Hapana, hawa ndio anasema tuwe na unyenyekevu sana wote, ya kwamba na tuwe wapole. Mtu mpole si wa kusema mtu mpole si yule mtu atasema kwani hata wazee wanakuja kula hapa. Huyo si upole, si unyenyekevu, si ndio? Na naongea wahubiri ndio wanaongea hivyo. Wavumilivu. Ya kwamba chakula kilipokuwa kinaisha, unakuta wahubiri wamekasirika. Kwa nini? Chakula kimeisha. Watu wamekuja hapa wengi sana, chakula kimepungua. Alafu naambiwa wanaochukuliana katika upendo. Kuchukuliana ni nini? Ni kuvumiliana, ni kupendana, ni kupelekana katika upendo. Ya kwamba hata kama mtu fulani amekufanyia ama anafanya, wewe katika upendo unachukuliana na yeye, mnapelekana. Alafu jambo la 5, wanajitahidi kudumisha. Wanafanya nini? Wanajitahidi. Na mahali unajitahidi ni mahali kuna ugumu, si ndio? Kwa sababu kama ni baiskeli, ukiwa mteremko kuna kujitahidi na jitahidi, si inateremka. Lakini wakati ni mlima, ukiwa na baja nini, hata ukiwa na gari unajitahidi. Kama ulikuwa umekuja na gia, utasikia kama ni siku hizi ni za automatic, lakini utasikia gari hata yenyewe inajitahidi, si ndio?
inapunguza gia, ndio iweze kupanda mlima. Kwa hivyo kila tunajitahidi sisi katika mwenendo wetu ni kudumisha umoja, na tutakutana na watu ambao hawapendelei umoja, wanapenda kusengenya, wamependa kulaumu, wanapenda kulalamika. Si tuko nao? Na mimi usikia mtu akilalamika. Kuna watu wengine, nakumbuka bwana mmoja tulisafiri mahali, na kila kitu ni kulalamika. Nini. Nikimpa story ashajua, anarukia si vizuri hivyo, kinyume. Kuna watu kama watu tutakutana nao safarini. Lakini tumeambiwa ukiwa safarini na unajua kule unaenda, wewe unavumilia hayo yote, ndio mwisho kabisa ufike mwisho wa safari, si ndio? Kwa hivyo kudumisha umoja wa Roho Mtakatifu katika kifungo cha amani, ya kwamba saa yote sisi tunajua tumefungwa kuwa watu wa amani, sababu Yesu Kristo alisema amani yangu nimewaachia. Basi huo ndio utambulisho Paulo anasema na sisi tuwe hivyo katika mwenendo wetu. Hebu basi tutafute vile tutatambuliwa kama watu ambao ni wanyenyekevu, watu ambao ni wapole. Kama vile tusema tukijazwa na Mungu, si basi hata tukikutana na mambo ni Mungu ataonekana. Maneno yetu yatakuwa yale tunazungumza kanisani, ndio tutazungumza huko. Nasema yale tutazungumza kanisani ndio tutazungumza huko nje. Maisha yetu yatakuwa hivyo, ya kwamba vile tunaongea hapa, vile tunafurahi hapa, hata nje tutafurahi na tutaonekana hivyo. Amen. Mwanzo 6:8 funzo tunaona, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana Mungu. Si tunakumbuka nabii Nuhu? Ati nabii Nuhu alikuwa mmoja, watu wakaangaliwa wote. Mungu alipoangalia akaona haoni, si ndio? Akasema sasa watu wote nitafanya nini? Nitawamaliza wote. Lakini alipoangalia akaona lakini Nuhu si kama hao watu. Kwa hivyo hata kama Nuhu, fikiri mtu mmoja dunia mzima. Siku ya leo dunia mzima ina watu bilioni ngapi? Dave, wewe ndio unajua. Wewe ndio unaangaliaga mambo. 8. Bilioni 8 wamefika? 9. Sijui. Nitaangalia baadaye nitawaambia. Kuna wakati iliachilia wakati walikuwa bilioni 6. Katika watu bilioni 6 ti Mungu angalia one mahali. Dunia mzima ni kama watu bilioni 6, 8 tuseme. Hiyo bilioni 6 akiangalia Mungu anaona Mary ule wa Mbane, sema huyo. Hivyo ndivyo aliona Nuhu katika watu wote. Akasema kwa sababu ya Nuhu, acha mimi niache Nuhu peke yake, wengine si waliangamia wote. Nuhu akaanza kizazi kipi kiroho. Hata sisi tunaweza kuwa ni sisi, tutasimama kuwa huyo Nuhu. Amen. Mtu ambaye hata wote wakisema sijui nini, siku hizi wanaongea 1 term 2 term. Hiyo yote ni siasa na porojo. Kile tunaombea hii nchi ni kiongozi ambaye atamcha Mungu, kiongozi ambaye ataahidi na atatimiza ahadi, si ndio? Tusisumbuliwe sana na watu na porojo zao. Tuombe Mungu tu. Mungu. Na anaweza akaangalia aone huyo ni nani? Ni Dave anaomba hivyo. Na ameamini naweza. Mungu uone amefanya. Luka 2:25-52 inasema, naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akampendeza Bwana Mungu na wanadamu. Ya kwamba sisi ambao tunatembea tuwe watu ambao katika yote tunakuwa tunaambia kwamba
aliendelea kazidi kuendelea. Tuwe tumeendelea katika hekima na kimo. Kimo ni urefu, si ndio? Vile mtoto anaenda anapimwa. Nakumbuka mama yangu alikuwa ananipeleka kliniki. Sasa siku moja akaniambia, wewe hutarudi kuja hapa. Na hiyo kliniki tulikuwa tunapoa peremende. Sasa nikalia ati sitarudi tena. Lakini nimeambiwa sasa, wewe mambo ya kliniki umefanya nini? Wewe kimo chako sasa ni usirudi kuja kliniki. Nikaambiwa hutarudi tena. Nililia, nakumbuka nililia. Kwa sababu nitaka hiyo peremende, nilijua kliniki ni peremende. Siku hizi wanapewa kliniki. Kwa sisi tuliishi Kenya mzuri. Tulikuwa tunapewa watoto. Katika kliniki kuna budget ya peremende za watoto. Hata kidungwa sindano, akilia napewa peremende 2. Uchungu unafanya nini? Unapungua. Sasa tutafute hiyo ya kwamba katika yale tunafanya ni kumpendeza Bwana Mungu. Hiyo. Na pia wanadamu. Tukimpendeza Bwana Mungu, wakati wengine wanadamu hatutawapendeza. Lakini wenye nia nzuri watatupenda na tutawapendeza na wataongea mazuri. Juzi unakumbuka kule tulienda maombolezo na baadaye pale karibu kandani hapo. Mtu mmoja alisema, nyi watu mlijitoa kwa sababu tulionekana kila siku tunaenda huko. Na hata baadaye tulikaa nao tukakula nao. Wakasema ati hawajaona wahubiri kama hao. Unaona wanadamu kufanya vizuri wanaona. Lakini wewe ukisema sisi hatukulagi mbele ya watu sisi. Mfungo atasema hivyo. Ati mimi nakulaga. Jambo la pili, umoja. Somea 4 mpaka 6. Kitu kinaitwa umoja. 4, 5, 6. Mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Rambi mpaka hapo 6. Asante. Umoja. Ya kwamba tukija kanisani tuwe na umoja. Tukiwa katika kusanyiko kama hili letu tuwe na umoja. Kwa sababu tumeambiwa ya kwamba tuko mwili mmoja. Kuna mwili wa Yesu Kristo hapa na mwingine huko. Si Kristo ni mmoja. Kwa hiyo tukisema sisi ni kanisa, ni mwili wa Yesu, ni kanisa, mwili ni mmoja. Mtu ambaye ana ushuhuda wa Yesu Kristo katika maisha yake. Na tunaambiwa hata Roho Mtakatifu ni mmoja. Na hata kuitwa tunatumaini moja. Si wote tunaimba vile tunasema ati tunangoja siku hiyo tutakapoenda huo mji, si ndio? Ati mji mzuri ule nani aliuangalia akauona huyu mtume Yohana ati alipoangalia akaona mji, akaangalia akaona mto. Si leo tumeimba mambo ya huo mji wa uzie na mto wa maji ya uzima. Atukiangalia ni kama nini? Ni kama kioo. Safi, maji safi. Hakuna vyura huko na nini. Na mimea ingine hii, unaona hii mimea inajaa mahali kuna mto, si ndio? Hakuna hiyo uchafu. Sio yote ndio sisi wote tunasema tunangoja kwenda. Tuliitwa kwa tumaini moja. Yupo Bwana mmoja Yesu Kristo. Si wote wanasema Bwana asifiwe. Na nikaambia watu na nilisikia mtu akiambiwa usiwe ukisema Bwana asifiwe. Sema Bwana Yesu asifiwe. Ndio watu wajue ni Bwana gani kwa sababu mabwana ni wengi, si ndio? Ati imani moja hiyo ya Yesu,
ubatizo mmoja. Wengine wamesema watu hawabatizwi hivi, wanabatizwa hivi, lakini ubatizo ni huo katika Yesu, si ndio? Na Bwana Mungu mmoja, Baba wa wote, ya kwamba sisi tuna Baba mmoja aliye juu ya yote na katika yote na ndani yetu sote. Yuko ndani yetu. Sasa basi, akiwa ndani yetu huyo, siko ndani yangu sasa, na yuko ndani ya Washiko, yuko ndani ya Robinson, si ndio? Kila mmoja, Mama Ia, huyo Mungu yuko ndani yetu wote. Sasa basi, mbona niende kusema, unajua nakuja kukuambia mambo ya wadani, unajua wadani, mimi sipendi vile saa yote huambia watu, Zingine ulisikia walikuwa anasema huyo Njoki saa yote anatuambia mambo ya, si wakati mwingine kama kitu haikufurahishi si unyamaze. Sasa hiyo ndio tunaambiwa tuwe na huo umoja, ya kwamba mtu akiongea kama tunaongea mambo ya Mungu, tukubaliane na tusijione wengine wamekosea. Tutakosana nao, lakini tuambie sasa sisi tunaamini hivi na msimamo wetu ni hivi na kuelewa kwetu ni hivi, bila kusema hao wanafanya, hao walisema, fulani yuko. Hapana, tuko kitu kimoja. Na kama mwili tunapewa ya kwamba Yesu Kristo ndiye huwa kichwa cha kanisa, na akiwa kichwa basi hakuna sababu. Umeshasikia huu mkono ukikosana na huu mkono mwingine, useme huyu ukitaka kuinua kitu huyu mwingine unakataa, inua peke yako. Umeshasikia hivyo? Ama mguu kuambia macho kuambia miguu, miguu mijinga sana. Hakuna. Basi tuwe hivyo katika huo umoja, kwa sababu ni mwili mmoja na yale yote yanaunganisha, tunaongea lugha moja. Amen. Mwanzo 12:2 inasema, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Ni Mungu akizungumza na baba yetu wa imani Nabii Ibrahimu, akamwambia ya kwamba nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Na kweli sisi ni taifa kubwa, waamini. Tumesema ni kanisa moja. Kwa hivyo hata huko China huko Uchina kuna watu wanaamini Yesu Kristo. Ukienda Korea, ukienda dunia mzima, utakuta watu wana ushuhuda wa Yesu Kristo. Na basi hiyo ndiyo ilikuwa ahadi ya Bwana Mungu kwa Ibrahimu, ni taifa kubwa sana. Nakumbuka mwaka wa ilikuwa 1996 tukaenda, kulikuwa mkutano mkubwa huko nchi ya Brazil. Ule mchungaji tulienda naye akasema hiyo ndio itakuwa hakuja kuwa na kongamano kubwa kama hilo. Sijui alikuwa amekisia watu watakuwa milioni ngapi wamekuja mkutano mmoja. Na baadaye sikumbuki kama nilipata idadi, lakini walikuwa watu wengi sana. Ilikuwa hili kanisa linaitwa Assemblies of God. Dunia mzima akasema wakutana, na ilikuwa watu wengi. Tukutana katika moja wa miji mikubwa duniani inaitwa Sao Paulo. Sasa Sao Paulo yenyewe ni mji mkubwa na watu walikuwa wengi. Na katika wingi huo wote, kile kimetushikanisha ni Ibrahimu aliambiwa atakuwa taifa kubwa. Ukikutana na mtu wa kutoka kokote, mradi ana ushuhuda Yesu Kristo, huyo ni ndugu. Amen. Yohana 1:43, siku ya pili yake alitaka kuondoka kwenda Galilaya, naye akamuona Filipo. Yesu akamwambia, nifuate. Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo anataka kwenda Galilaya.
Sasa akakutana na bwana mmoja akamwambia nifuate, kwa sababu alikuwa amekuja kutafuta watu ambao watamfuata awapatie ujumbe wake, mwishowe awaachie huo ujumbe wawe ndio kusambaza. Kwa hivyo tuko sawa. Amen. Amen. Sisi ni watu wa moja. Huyo aliitwa Filipo, alikuwa Myahudi lakini ni ndugu yangu, si ndio? Sababu alimfuata, na alipomfuata baadaye akatenda kazi zile aliachiwa. Sasa sisi ni kuchukua kile ni chetu na kusambaza. Amen. Amen. Jambo la tatu ni 7-13, tunaambiwa kitu kinaitwa karama. 7 karama. Karama, Biblia iko, somewe kuhusu karama hizo. 7:8-9. Lakini kila mmoja wetu amepewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa cha Kristo. Kwa hiyo kusema, alipopaa juu zaidi, aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Asemapo alipaa juu, maana yake ni isipokuwa ni kusema pia kwamba Kristo alishuka pande za chini sana za dunia. Yeye alishuka, ndiye alipaa juu zaidi kupita mbingu zote, ili apate kujaza ulimwengu wote. Amen. Ati tunaambiwa kila mmoja wetu alikirimiwa neema. Ya kwamba kila mmoja alikirimiwa neema kulingana na kipimo chake Kristo Yesu. Kuna mwingine neema yake alikirimiwa kidogo kuliko mwingine. Kwa nini? Kila mtu kuna vile Yesu Kristo alimkuta. Kuna mwingine anakutwa akiwa mlevi. Mwingine kama askofu wetu alikuwa alikuwa anafanya kazi gani ya washiko kabla ya kuokoka? Alikuwa jambazi, hapo mkora, alikuwa jambazi. Lakini katika ujambazi wake na yale alikuwa hata polisi walikuwa wanamtafuta, ni wale wanatafutwa. Kuna wale wanatafutwa hivyo. Nasikia hapa kwetu sijui wa sehemu gani kulikuwa na mkora kama huyo. Ile miaka ya bwana mmoja alikuwa anaitwa Inspector Patrick Shaw. Ati Patrick Shaw akakuja kwa mama yake. Akamwambia, mama, huyo kijana wako mwambie asikuje Nairobi. Akikuja Nairobi nitafanya nini? Nitammaliza. Akae huko. Si mama amepewa ujumbe. Si kijana washiko mawe, ukiambiwa hivyo ati kijana wako atauawa, utamwambia? Mzungu amekuja hapa akakwambia. Nitamwambia. Na unajua kijana wako, si utajua kazi ile anafanya. Ana pesa na hakuna kazi anafanya, si ndio? Basi. Sasa akaonywa. Sasa fikiri kama angeonyeka wakati huo, si angepona? Na hapa ndio tunaambiwa Mungu akituita, wakati Bwana Mungu anatuzungumzia, tunasikia ujumbe wa Injili, tunakuwa katika hali tofauti. Wengine niliwaambia habari ya msichana mmoja, alikuwa ni mama, tulifanya kazi naye akiwa msichana mdogo, miaka 10, akaokoka. Sasa si alikuwa amesikia vile watu wanatoa ushuhuda. Mimi nilikuwa mwizi, nilikuwa hivi, nilikuwa mwasherati, na akitoa ushahidi hivyo hivyo. Dare moishi, dare modo ajuko, dare modharia. Sasa akaitwa na mama mwingine akamwambia, hapana, wewe toaga ushuhuda hivi, kwa sababu hiyo mambo unasikia wewe huko nayo.
lakini neema ni moja na wale walikuwa na hayo, si ndio? Ndio tunaambiwa kila mtu akapewa kipawa kulingana na hali yake. Mungu mwenyewe ndiye ambaye alifanya nini? Alimpimia. Tukaambiwa kwamba alipopanda juu Yesu Kristo baada ya kufa, kwamba alipaa juu akiongoza mateka waliotekwa. Kwa sababu tunaambiwa kwamba kwanza ilimbidi ashuke chini kwa wale walikuwa wamefungwa, akawafungua. Si hata tuliambiwa alipokufa makaburi yalifunguka. Yaani ilikuwa ni tukio la nguvu sana. Na tunaambiwa kabla ya kupaa ilibidi ashuke na ili ajaze dunia yote, ajaze vitu vyote, kila mahali, awe ujumbe wake umefika na unaweza kuzungumzia watu wote. Yeye mwenyewe alisema Yohana 3:16 kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee ili atakaye muamini asiangamie bali apate uzima wa milele. Sasa alienda. Na basi alipoondoka basi alifanya nini? Alitoa karama tofauti. Na karama ni kama zawadi. Alikirimia watu. Na kukirimia ni kwa kuwa wengine wanaitwa mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu. Hizo ndizo huduma ambazo ziko kanisani, za huduma za uongozi wa kanisa. Hizo ndizo ziliachwa. Na siku hizi utasikia mtu akisema mimi naitwa mtume fulani, mimi naitwa, mmoja akatuambia mimi naitwa nabii fulani. Ni nani alikufanya nabii sijui, lakini si amesema ni nabii. Lakini tunaambiwa karama zile ziliachwa na afisi zile ziliachwa ni mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu. Sasa wewe unafanya gani kati ya hizo? Lazima uwe na sehemu yako. Kwa sababu tunaambiwa ilipewa kila mtu. Kwa neema wote tukabarikiwa, tukaokolewa, na kwa neema tukakirimiwa. Wewe unafanya gani wadani? Unajiuliza hivyo. Washiko, unafanya gani? Hata usiponiambia najua, kwa sababu nimeona unapenda kufundisha watu, si ndio? Ili waelimike, wajue vile Mungu anafanya kazi. Kwa hivyo kila mtu ana karama yake. Alafu hivi ili kuwakamilisha watakatifu, ya kwamba maneno ambayo tunazungumza yawe ya kutia watu nini? Moyo, kuwakamilisha. Nilienda kanisa fulani na nikashangaa vile wanaomba washiko. Ama hata vile mchungaji anaongea. Nikashindwa huyu mchungaji kwani ni mchungaji ana gani? Anasema, vile neno linatuambia. Unasikia? Wengine wanasema, neno linakuambia. Tukutana na mhubiri hao, Mungu anakuambia wewe. Usipo, ukifanya, ukitaka. Baka hata sauti inapisha, Lakini anaambia nani? Lakini yeye anasema inatuambia, kwa sababu hata wakati anazungumza hilo neno kwanza liwe limemzungumzia, si la watu. Hiyo ndio huduma. Huduma si kuambia watu, ni kusikia kutoka kwa Mungu na kuambia watu vile Mungu angetaka tufanye nini, tuwe, si wawe. Unaelewa vile nasema, Sasa nikasikia ati neno hapa linatuambia, nikashangaa. Nimezoea kusikia neno linakuambia. Mhubiri akiwa hapo ananiambia. Lakini huyo anasema linatuambia, hata yeye linamwambia. Kwa sababu
neno nilisikia hapa ati sote tunatafuta uzima wa milele, si ndio? Hata huyo anaitwa bishop, yule anaitwa nini, wote baada ya kazi ni kusimama hapo, na si kusoma mahali. Wakati nani aliona Mtume Yohana maono yake, ati aliona watu tofauti wamevaa manguo yamefanana si ndio, meupe, wameshika matawi, si ndio? Akasema wote, ile kitu aliona tofauti ni ya kwamba watu walikuwa kutoka mataifa yote kwa hivyo aliona watu wanafanana hivi, wengine warefu, akaona watu wengine wafupi. Si huko Kongo kuna watu wafupi wanatoshana hivi, wanaitwa mbilikimu, si ndio? Ati aliona watu kutoka kila pembe, ati lugha, hata lugha. Kwa hivyo hata kuimba ni kama aliona wanaimba nyimbo tofauti Wakikuyu wanaimba kiosho yao, Wajaluo yao, si ndio? Lakini wote tumeitwa, tumetoshana na mbele za Mungu, tunafanana, tukikamilishwa kwa kazi ya huduma, hivyo kujenga mwili wa Kristo. Ya kwamba hebu maneno yetu tunapozungumza si kuingilia watu, hapana, tuwe tunasaidia watu. Amen. Tunawahudumia. Funzo ni Yeremia 1:10. Angalia, nimekuweka juu ya mataifa, juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Umeona? Kazi yetu ni kufanya nini? Ni kung'oa, kubomoa, kuharibu na kuangamiza, ili kujenga, kwa sababu ni mjengo mpya ambao unajengeka wakati mtu amekubali Yesu Kristo. Vile tuseme hapa tuamue kujenga jengo tofauti, tutajenga na ili likiwa hapa, si lazima tutabomoa ili tuliondoe. Ndio hivyo ndivyo tunapaswa kufanya, kutuondoe haya mambo ya huko. Lakini utakuta wengine kanisani wako kazi ya kubomoa wale wako kanisani. Hiyo si huduma, huo ni uharibifu. Huo mtu ambaye anafanya hivyo ni kama vile Yesu Kristo alipozungumza na wale watu walikuwa wanabishana naye, aliwaambia, nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi, kwa sababu ile kazi mnafanya ni kazi yake, mnafanya yale yeye anafanya. Tusiwe watu tuko kanisani lakini ni kama ni tumelipwa na shetani. Mambo yetu tu ni kukosoa, mimi huyo nini. Tuliambiwa kudumisha umoja wa Roho Mtakatifu katika kifungo cha amani. Hatutakuta watu wawili wako kanisani na wawezi wakaongeleshana, hata kusalimiana. Si ni ajabu hiyo? Na wanaenda mbinguni moja. Mtu mmoja akasema watu wawili wakikosana lazima kuna kitu, si ndio? Sisi upendo ndio unapaswa kuwa huko, na hapo ambako kuna upendo tutasikilizana. 14-16 tunamaliza, tunaona kitu kinaitwa ukomavu. Ukomavu ni nini? Ni kufanya nini wakati mtu amekomaa? Mtu amekomaa amefanya nini? Hata kwa Kiswahili ama kwa Kikuyu. Ukura kana kugimara. Ndio ukure na duru wa gimara meshiria. Si ndio? Simeona mzee kabisa, ni mzee lakini anaongea upuzi. Ni kukomaa ndio hiyo. Ni tofauti na kuzeeka. Hiyo ya Kikuyu ukura ni kuzeeka, si ndio? Naweza nikakuwa sasa mimi naelekea miaka 70. Mungu akisaidia mwaka ujao nifike 70. Lakini
unikute nafanya mambo ya utoto. Nakumbuka mahali tulikuwa nafikiri tunasafiri kwa gari sijui mtu alisema nini, nikasikia ni mzee hata labda kuniliko ama labda rika yangu sijui nikasikia mama amemwambia, we mtu wa miaka, mtu kama we hapasi kuongea hivi. Hiyo si maneno ya mtu wa kimo chako wa miaka yako. Sasa tuone ukomavu, tukisema tumekomaa, ambayo tunatakiwa tutakuwa watu aina gani? Ndio tukitembea tunatembea kama watu wamekomaa. Hatutembei tofauti na umri wetu wa kiroho, si umri wa miaka, ni umri wa kiroho. Kwa sababu kiroho kinakuwa kulingana na vile vyakula. Siyo jamaa wa Dave ameambiwa hajafikia, alipopimwa na daktari wakamwambia hajafikia urefu ule alihitajika kuwa na uzito, si ndio? Kuna kasoro fulani. Sasa hata katika kiroho iko hivyo. Kwa sababu utaona watu akitoa ushuhuda nasema mimi mwaka wa 78 nakumbuka ilikuwa Jumanne tarehe, si ndio? Lakini utakuta kanisani ni fujo. Ni fujo. Huyo kweli ni mtu amekomaa? Amezeeka tu lakini hajakomaa. Waefeso 4:14 kuna kitu kinaitwa utoto. Tusomee hiyo 14 peke yake. Tuone utoto ni nini kanisani. Ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Ati mtoto tusiwe tena nini? Watoto. Si umesikia watu wakiongea, unasikia mtu anaambiwa tiga wana, si ndio? Nasikia kiongozi mmoja huko Kenya wakati mmoja sijui aliulizwa swali ambalo alikumpendeza akaambia watu waje tiga yorimo. Na ni kiongozi wa serikali analipwa mshahara kuhudumia hawa watu, anaambiwa wafanye nini? Waache nini? Ujinga. Sasa kanisani si ujinga, hatutaambia mtu aache ujinga, lakini tutamwambia, lakini sisemi uambie mtu wewe ashiko acha utoto Umwambie tumeambiwa tuwe wapole. Ukiona mtu ana utoto si utajua akiongea utoto wa kiroho. Unaambiwa kwa upole na unyenyekevu umuelekeze kwa maandiko. Mimi hupenda tu kuambia watu maandiko. Hata nikisikia mtu ameongea upuzi, simwambii ni upuzi. Naambia hapo unasema, na simwambia hapana hiyo, acha hiyo, namwambia hebu tusome maandiko. Wakati Yesu alisema hivi. Washiko. Napenda ile siku moja ulituambia Yesu yeye alisema ati viongozi wa hapa duniani wanatafuta uongozi ili watumikiwe. Lakini mwanadamu alikuja si atumikiwe bali yeye afanye nini? Atumike. Napenda sana kuambia hivyo. Mbona Yesu alisema kama wahubiri wanasema sisi tuwekewe chakula yetu na iwe na nyama na stew na iwe na matunda, kwa sababu sisi ni wahubiri. Yesu Kristo kuna mahali tumeona akiitisha hivyo. Ama nabii Paulo ati nikija hapo mkumbuke alikuwa anasema nakuja. Top player. Mniwekee nini? Top player. Ati mniwekee nyama mbuzi. Hapana. Sasa siku utatiwa mafuta, utakubali hiyo. Hata mafuta mimi sitamwagiliwa mafuta. Nawaambia ukweli kwa sababu sioni mahali mtu amemwagiliwa mafuta. Daudi alimwagiliwa, si ndio? Elia alimwagiliwa, lakini Yesu Kristo mwenyewe alimwagiliwa mafuta. Lakini alisema Roho Mtakatifu
amenimwagilia mafuta Roho Mtakatifu. Sasa kama nitamwagiliwa mafuta, hapana, mimi nitasema kani mafuta, sitaki mafuta, kwa sababu sioni katika Biblia Agano Jipya akimwagilia watu mafuta. Yesu Kristo alimwagilia wanafunzi wake. Paulo kuna mahali maandiko yanasema, lakini hapo kuna mahali nilisikia mhubiri mmoja akisema ati Yesu alimwagiliwa mafuta na yule mwanamke miguu. Ati miguu na nywele. Nywele hakuna mahali inasemekana nywele, ni miguu alikuja. Sasa tuseme hata alikimwagiliwa hivyo, Yesu alisema haya mafuta ni ya nini? Hapana, wengine wanapitia hiyo njia. Lakini Yesu alisema huyu mama vile amefanya, haya ni mafuta yale ya mimi nitakapokufa. Amenipaka mafuta. Si walienda kumpaka mafuta wakakuta hayuko. Ameondoka. Sasa huyu mama Yesu akasema ndio hiyo ya mimi kufa. Si ya huduma. Ya huduma ukisoma maandiko yanasema ati alienda kwenye ilikuwa inaitwa sinagogi, akapewa kitabu asome. Akaenda akaangalia mahali imeandikwa Isaya ati Roho wa Mungu yuko juu yangu na amenimwagilia mafuta ili kutangaza, si ndio? Roho. Akasema hayo maandiko yametimizwa katikati yenu. Sasa tunaambiwa tukiwa na utoto tutakuwa tukitupwa huku na huku. Mara hivi mara huku mara kule, si ndio? Mara leo tuko hapa, kesho tuko wapi? Tuko pale kwingine. Kesho kutwa tuko huko kunaitwa Gakoyo, kwa sababu ya mafundisho fulani huko ndio kuna huduma. Hapana, mtoto anatulia kwa sababu akiwa nyumbani anapokea. Kwa hivyo watoto wanatupwa huku na huku, kuchukuliwa na kila upepo wa mafundisho. Mkisikia ati hapa wanafanya hapa kuna hii, unaona mtu anaenda huko, si ndio? Hapana, huo ni utoto. Ukiona mtu anawaambia ukweli, leo yuko hapa, si ndio? Siku ya Jumanne yuko Keno mahali, wakati mwingine ameenda huko sijui kunaitwa Githembe. Huyo ni utoto unamsumbua, na hata akija waambie ujue ana utoto. Wambane, mhubiri akija kuambia vile alikuwa ibada mahali pengine na ni wenu, ujue huyo ana utoto. Hakuwa hapa kwetu, alienda mahali pengine akaambiwa, huo ni utoto. Alafu ya tatu, hila, watu ambao wana hayo mafundisho na hila ya wanadamu. Mtu anakuja na kuambia Roho alimtokea akaniambia, na wewe unaamini. Tumeambiwa tusikubali kila roho. Tunaambiwa tuangalie hizo roho zinakubaliana na maneno ya Mungu. Sinawaambia vile huko tulienda mazishi, nabii moja wa huko Gakoyo akasema ati huyo mtu amekufa, alikuwa na yeye Kahumbu Kimlimani. Huo usiku walikuwa na yeye na walikuwa naimba wimbo fulani, na akamwambia aende uwaimbie hawa watu huo wimbo na uambie niko wapi, niko sawa. Na akakuja kutuambia nzuri. Pastor mmoja alikuwa amesimamia akasema hapana, maandiko yanatuambia mtu akienda huko harudi, na hana ujumbe mtu ameenda huko kwetu. Hakuna. Si tajiri alitafuta vile Lazaro angetumwa, akaambiwa hapana.
wale wako huko ndio watampatia ujumbe. Ndugu zako watapewa ujumbe huko. Amen. Na tena tunaambiwa kuna ujanja mdanganyifu na kila hilo potovu. Ni watu wanajua. Sinyi wadani mlikuwa hapa wakati rafiki zangu walikuja wakakosea njia wakaenda mahali pengine. Waliposikia huyo mama akaambiwa, nabii akamwambia simama. Akakaa chini, yeye kanisa lake sio lazima ukiongeleshwa na nabii usimame. Akakuja akasimamishwa, simama. Akasimama. Akaambiwa, Roho ameniambia ulikuwa unajenga nyumba na imekwama. Akaambia hapana, sio mimi. Nyumba yangu mimi nilimaliza kama wiki iliyopita, hata watu wameingia. Ile nilikuwa najenga. Nabii akadua akamwambia ameniambia uko na tatizo la miguu yako inauma. Akasema miguu yangu iko sawa kabisa. Hapa